kuonyeshwa vile kutakavyokuwa nyakati za mwisho. Katika kitabu cha Yeremia 25 mstari wake wa 11, Biblia yasema, na leo tutaenda mbio kwa sababu ya muda na wakati wetu. Biblia yasema, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa, na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo wale ambao wamesoma maandiko, manake ni vyema sana kusoma na kuelewa unabii. Na nimeshaiwaambia mara nyingi ya kwamba kuna tofauti kubwa sana ya unabii kwa mujibu wa Agano la Kale na unabii kwa mujibu wa Agano Jipya. Unabii kwa mujibu wa Agano la Kale walikuwa wanatabiri ama wanatoa unabii, wengi wao mpaka mahali ambapo Yesu atazaliwa. Na kwa hivyo pia unabii wa Agano la Kale ulikuwa unatolewa kwa sababu labda Mungu kuna jambo anataka kuongea na taifa ama kuongea na wafalme. Kwa hivyo manabii wa Agano la Kale walitumika hivyo. Lakini kwa wakati wa sasa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Wahibrania 1 na mstari wa 1. Wahibrania 1:1. Wahibrania ni katika Agano la Kale, Agano Jipya. Wahibrania katika Agano Jipya, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliyeufanya ulimwengu. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo tumesikia kwamba Mungu aliyenena zamani na mababa zetu kupitia kwa manabii kwa njia nyingi sana. Wakati wa sasa wa mwisho, tulisema sasa tuko katika nyakati za mwisho. Tukasema nyakati za mwisho zilianza wapi? Tuseme sasa ni wakati wa mwisho. Kwa nini tunasema sasa ni nyakati za mwisho? Huu wakati wa mwisho ulianza lini? Cynthia? Kipindi Yesu Kristo alikuja, alikufa, tukaanza nyakati za mwisho. Asante sana. Na leo ni Bible study. Kwa hivyo usisituke. Hapo wapi? Mama, kipindi cha mwisho wa dunia kilianza lini? Kipindi cha mwisho wa dunia kilianza hiyo siku ya Pentekoste. Kuanzia hapo kuja na huku, tangu ile siku mitume walijazwa Roho Mtakatifu. Petro akasimama akasema, kama vile nabii Yoeli alivyotabiri na kusema, nyakati za mwisho watu watajazwa Roho wa Bwana. Kwa hivyo wakati walijazwa, nyakati za mwisho zilianza hapo. Kwa hivyo hii kipindi yote kanisa linaendelea iko katika kipindi cha nyakati za mwisho. Maana hapo Biblia sasa inasema nyakati za mwisho Mungu aliyenena na manabii na njia nyingi kwa manabii, kwa mwisho wa sasa ananena kwa mwana, naye mwana anaitwa katika Yohana 10, katika Yohana 1:1. Yohana Injili wa Yohana. Injili ya Yohana 1:1. Nasema
Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo nyakati hizi amesema ya kwamba ananena kwa njia ya mwana. Sasa naye mwana huyo ambaye alikuweko tangu mwanzo, kabla ya kuumbwa kwa dunia, huyo mwana anaitwa neno. Kwa hivyo kama Mungu anataka kunena na sisi kwa wakati wa sasa, anatumia neno kutunenea. Kwa hivyo ili tuelewe unabii kwa mujibu wa Agano Jipya, ni lazima tuelewe neno. Wale ambao walitabiri huu utabiri walitangulia na neno. Ndio manake maandiko inasema kwenye kitabu cha Danieli, sababu yeye naye pia ndiye alifuata katika kutabiri habari za wanyama hawa. Katika Danieli 9 mstari wa 2 inasema, Danieli 9 mstari wa 2 inasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa Danieli katika kuvisoma vitabu, na niliwaambia hata sana iliyopita, nimeshawaambia sana, kuna manabii wengi saa hii wanapenda sana kutoa unabii, lakini hawajui Biblia. Hata mtu anakuambia tu kwa nini naona giza hapo mbele yako? Naona giza. Naona masanduku matatu. Malaika anasema kwenu kuna giza na kunaweza patikana vivyo vitatu. Mwambie na Biblia ni wapi inasema hivyo. Hajui. Kwa hivyo unabii wa Agano Jipya. Ndio maana mimi napinga manabii wengi. Hawanipendi. Bora Biblia wanabii wananipenda kweli. Manabii wa Agano Jipya, kama hujui Biblia, usitusumbue. Kabla uniambie kuna giza iko mbele yangu, ni sawa na Biblia inasema aje kuhusu hiyo giza. Kabla uniambie kuna kitu kimechimbwa, kimezikwa hapo nyuma ya kiaga ya kuku, ni sawa na Biblia inasema aje kuhusu kiaga ya kuku. Usinifanyishe kazi zingine. Hata nini naonyeshwa sikaro ya kuku. Yaani tusikule kuku na tusitupe sikaro. Sikaro ya kuku nayo inahusikaje na ufalme wa mbinguni? Watu mpaka siku hizi wanacheka, wanasemanga kwenye madhabahu haya tunaonyeshwa kuna vitu zilikorogwa zikazikwa. Sasa unaona ati manabii wanachimba hapa na matoki. Yaani ile kazi yote ilifanywa hapa inabomolewa na siku moja. Ati watu wakichimba hapa. Ati wanasema hii kanisa ndio maana ipata wateja imezikwa kichwa ya mbuzi. Yaani mfano wa Mungu na kichwa ya mbuzi zinapitia wapi? Ndio maana unabii wa Agano Jipya lazima ujue neno. Amen. Huu unabii bila kujua neno hautawezana nayo. Utatabiri mambo ya kula na kunywa, utatabiri mambo ya kuolewa. Kuna watu wanaolewa hata bila kutabiri. Kwani my wife nilitabiriwa na nani na bado tunaendelea kuishi na yeye? Mama Janet, ulitabiriwa mzee? Hapana, na mnaendelea kuishi. Hizi zingine si za kusumbua. Yaani hiyo biashara uko nayo ulitabiriwa na nani na bado inaendelea. Vitu zingine wacheni. Tena nini naonyesha ukiwa na biashara kwa saka hii. Huko kairo tena ndio shokia gado. Utakishije? Toa vugu. Wewe vile itapanuka. Pendwa. Yaani wale wako Nyamabira, magari imepakiwa hapo mingi hawajatoa hata sadaka ya 50. Wameenda kunywa zote. Alafu wewe uko hapa, ati Mungu akutese tena, akulipishe kitu ili akubariki. Na Wanyamabira anakula bila kulipishwa kitu.
na bado kesho anaendelea, ananunua gari nyingine. Na mimi hapa nakwambia, ili upate gari, panda mbegu ya gari. Kwani ya Mkristo ndio inapatiwa mbegu, ya kafiri Mungu anampea free? Kwani Mungu wetu ni mbaya aje ampe kafiri free? Ate mimi kwanza akulipishi. Basi tesi atoka kwa gari leo kaijela kige na kia gari hapa. Na kafiri wanaongeza gari mpya kila wakati. Tunaweza kuwa na Mungu mbaya sana. Kwa ukitaka kutoa unabii kwa Agano Jipya, elewa neno kwanza. Kwa hivyo ndio maana tumesema Danieli kwa kuvisoma vitabu akaelewa huu unabii. Si hapa si kadabura hapa ni kwa kusoma vitabu ili uelewe. Hivi vitu vinaweza kukutisha kwa kuona, lakini ukisoma vitabu unazielewa na unaandaa kanisa. Mpaka Yesu akija anakuta kanisa limeandalika sawa sawa. Na ndio manake pia, kwa sababu Danieli alisoma kitabu cha Yeremia, akajua ni wiki 70 mpaka Yesu kukatwa kichwa, ilikuwa wiki 70, na kutoka hapo kukatokea haya maneno. Na kwa hivyo pia naye Yohana huo ufunuo, na ndio Yohana wa Injili, kabla atabiri, sababu naye ametabiri hizi picha. Alitangulia na nini kwanza? Katika Ufunuo 10 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Katika Ufunuo 10 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Nasema na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika. Kile kimefunguliwa kwa mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Nipatie hiyo kitabu kidogo. Akaniambia kitwae ukile nacho kitakutia uchungu tumboni mwako. Bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule nikakikula. Nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu. Na nilipokwisha kukila tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena. Sasa toa unabii tena juu ya watu wa taifa la lugha na wafalme wengi. Juu ya watu na lugha na taifa na wafalme wengi. Baada ya kula kitabu. Kwa hivyo kama unataka kutabiri, kwanza kula kitabu vizuri. Kula kitabu. Amen. Watu wengi wanataka kutabiri, watu wengi wanataka tu kusema, watu wengi wanataka kusema ninaonyeshwa, watu wengi wanataka kusema nimesikia sauti, lakini kama hujakula hii utatabiri uongo kabisa. Na ndio maana manabii wa uongo ni wengi. Wiki iliyopita katika Morning Glory yetu tulikuwa na ujumbe ambao ulikuwa unasema, sasa kwa sababu kila mtu akiongea anasema ni Mungu ameongea, tutajua aje ya kwamba sasa huyo ndiye Mungu? Maana kila mtu, hata mimi sasa nitamaliza kusema hiyo ndio Mungu ameninenea. Mimi nasimama nasema wiki hii Mungu alininenea on Friday. Yaani tunasema sasa mko wapi na Mungu? Mko mmekaa wapi? Unasikia mwingine anasema na mimi hata Mungu na baba ajabu sana ameninenea morning. Mpaka watu wanafika kusema na huyu Mungu wa kipendeleo amenena na Njoroge, amenena na Mama Janet, mimi amenyamaza tu. Sababu watu wanasikizaka sauti tu. Asikie haleluya wewe baba Stesi. Leo wenda kanisa. Yaani watu wamejaribu
Mpaka saa zingine unasikia sauti ya upepo. Unasema kule ni Mungu. Ya ndio maana ukira tekinya kai yangu amerudi. Hata mara ukira te wanakwenda roho wa fufu. Hata Nacho gani kutaura taura. Jo kwa kai ya hena tumekula ni mwenu huyo. Ainetu atatona na kele. Wewe ulete mono. Acha hakuna hata kama hamunipendi, nasema hakuna kitu kama hiyo hapa duniani. Hakuna. Watu wamecheza na Mungu sana. Malaika wanasema muondoke hapa kwenye huu ukuta. Na ukuta huu mwingine. Kuna watu wanachezea madhabahu. Hamuombei madhabahu nyinyi. Pamoja na mtumishi wacha. Hizo ni mbwembwe. Hizo ni madoido. Kwa kutochua kitabu, kula kitabu kwanza. Alafu tuambie ni wapi hapo mitume wa Bwana walisema hivyo? Tuambie ni wapi hapo manabii wa Agano la Kale walisema hivyo? Tuambie ni wapi hapo Yesu Kristo alifundisha hivyo? Manake niliwaambia makanisa imejaa mapokeo, makanisa imejaa tafsiri za Agano la Kale, lakini nikawaambia kanisa la sasa limepandwa kwenye mawe matatu, kwenye misingi mitatu. Msingi wa kwanza manabii wa Agano la Kale, msingi wa pili mitume wa Yesu Kristo, msingi wa tatu Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hivyo ili tufundishe fundisho kama hili, tunatazama Agano la Kale lilisemaje kuhusu mwisho wa dunia. Tukiona kama hatuelewi vizuri, tunaenda naye mitume waliongea kuhusu mwisho wa dunia. Mitume wa Yesu Kristo waliongea kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Tunaenda hapo, tunasoma walisema aje. Nao katika mwisho, kwa sababu sisi ni wa Kristo, sisi sio wa Paulo, sisi sio wa Isaya, sisi ni wa Kristo. Tunaenda naye Yesu Kristo alisema aje kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Hiyo ndio tafsiri ya Biblia kabisa. Kwa hivyo unabii wa Agano Jipya hauhitaji mambo mengi, unahitaji kusoma Biblia, utajitafsiri mwenyewe. Kwa hivyo tunapoanza kutafsiri hapa, tunatafsiri tukianza na Biblia, tunakaa kwa Biblia, tunamalizia na Biblia. Hakuna mahali tutatoka nje hapa hivi. Na tutaelewa unabii wa Agano Jipya. Lakini sisemi Mungu haongei, unielewe vizuri. Kuna jambo tunaitanga word of knowledge ama word of wisdom. Kuna Mungu saa hii nikinena hapa, na saa zingine wamama wako na hiyo wanabarikiwa sana. Mama anatazama na anakwambia, unaona kuna shida unapitia. Yes, inakujanga. Na kwa hivyo sisemi ati watu hawaongeleshwi ama hawaonyeshwi, lakini uonyeshwe jambo ambalo linalingana na maandiko. Mungu hatoki nje ya maandiko. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hata kama ni ndoto, wote ndoto ilingane na maandiko. Ndio ndoto kima wako. Sasa by kesho Mama Monica anatuambia ati nimeota nikiwa nimeolewa na mzungu. Kwa hivyo mimi ndoto zangu zitatoka. Lazima tuulize na hiyo ndoto inalingana na Biblia. Kama hailingani na Biblia, kazo hiyo ndoto. Tulisema ndoto. Ona hiyo microphone yako hivi. Tulisema ndoto ni mara 4. Tukasema ndoto ya kwanza ni kunenewa na Mungu. Ndoto ya pili kwa kukula sana. Yes, unakula kabisa na unaenda kulala hapo hapo. Chakula ikisiagwa, yaani tuseme sasa Baba Stacy afunge kazi saa 4, saa 5 hapo, kabla ajipange aende aoge, saa 6 inaelekea. Alafu akute ugali sasa na samaki. Ugali na samaki. Wale wanapenda samaki kama mimi. Ukoke samaki vizuri. Alafu sasa hapo museme maombi, hata
Hujalamba vizuri, hujatoa chakula zote kwa meno, muombe maombi na mwende kulala. Kabla uanze kutoa chakula kwa meno, unaanza kuota. Unaanza kuota mahali mnakula nyama kwa mazishi. Tunaona mtu mtanitia kwa mazishi, lakini simuelewi vizuri nani, kuna nyama nyingi. Ni nyama zile zimekoma kwa meno. Usitusumbue. Ati sasa mande, halo mchungaji. Niko na ndoto imenisumbua sana usiku. Nimeota tukiwa kwa mazishi na nyama nyingi kabla nifikiwe ndoto ikaisha. Niko natamani sana kukula nyama. Na kuuliza ulikuwa umelala saa ngapi? Ulikuwa umekula nini? Achana hizo ndoto, umetoka kwa nje ya maandiko. Kwa hiyo hakikisha kwamba ndoto yako inalingana na Biblia. Ndoto ya 4, ndoto ya 2, ndoto ya 3. Nasema ndoto ya kwanza tumesema ni kuongea na Mungu. Anaongea na ndoto kabisa 100%. Anaweza kukuongelesha kwenye ndoto na ukiamka itendeke hivyo. Ni Mungu. Ndoto ya 2 ya kushiba sana. Ndoto ya 3 ya kukesha na shetani. Mahali wote Mungu wako na shetani yako. Kwa hivyo ndoto yoyote haijaokoka. Ndoto yoyote haijaokoka ni ya shetani. Zimeanguka zote ni kuanguka. Kuna ndoto wasinzi, ndoto idharia, ndoto maraya. Hizo zote nazo mnataka kuniambia nitafsirie. Nimeota nikiwa na mwana. Ndoto maraya inakuitia hapa. Kwa hivyo hakikisha kwamba ndoto yako iko na uungu. Na ndoto ya mwisho ya 4 inasema kwa shughuli nyingi za kila siku. Kwa hivyo mtu akiwa na shughuli nyingi Biblia inasema unaweza ota. Kwa hivyo makanga ukisikia sema kayole. Usiulize. Sasa mama John asikie John anasema inaitwaje kule? Cabanas Green Venus 75. Usimwambie kitu gani uko nanunua 75. Ni stage ya 75 na lazima aote hivyo. Na kwa hivyo hizo ndizo ndoto. Kwa hivyo poleni sana, tumechukua muda mrefu. Sasa tuingie kwenye neno la Bwana. Watu wanangoja nianze kuelezea hawa wanyama kabisa. Na kwa hivyo tumesema ya kwamba Danieli alisoma vitabu akaelezea kuhusu hawa wanyama. Yesu Kristo mwenyewe katika Mathayo 24 hatutasoma mstari wa 15 hadi mstari wa 22 aliongea kuhusu mwisho wa dunia. Yesu mwenyewe naye kwa sababu ya uzito wa somo hili akalifunulia. Yesu mwenyewe ndiye alifunulia Yohana kuhusu haya maneno. Yesu mwenyewe. Ndio manake maandiko yasema kwenye Ufunuo 1 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Ufunuo 1 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Biblia inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyesha watumwa wake mambo ambayo aliopewa na Mungu. Imagine hata ukifikisha hapo, huu ujumbe ulitoka kwa Mungu mwenyewe. Ujue Mungu anakupenda sana. Imagine kuolewa kwako labda hata kutoka kwa Mungu. Hamukuona na kanisa ni Mungu moja kwa moja, lakini hii imetoka kwa Mungu mwenyewe. Maana analipenda kanisa. Hangependa kanisa lipotee. Hangependa kanisa lileke mchezo. Siku hizi watu wanacheza sana na wokovu. Unaokoka na kuanzia Monday mpaka Saturday kafiri ya kabisa. Kafiri. Kwa mitandao kafiri. Unaimba kile kilimo kinaitwa siku hizi na wamama. Kinaitwa aje? Hebu sungusa sijui. Wanarusha mguu pa. Wamama wote wako hapo. Ndio challenge ile inaendelea. Paka waonyeshe uchi. Na nilisema yule tajaribu hivyo TikTok hapa. Napiga simu hapo. Umeinua mguu tukaona kwa TikTok. Maana watu wameleta mchezo sana. Kuokoka ni ngumu. Watu siku hizi kuokoka ni ngumu. Kukaa serious. Ati Yesu akirudi saa hii utaenda. Hiyo maisha unaishi. Ile unaongeaga. Yesu akija utaenda kweli? Jambo la kwanza, hatua ya kwanza, kama hujamkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wako, kwenda naye ni ngumu. Kwa hivyo akasema aje?
Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo Aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake. Yesu Kristo alipewa na Mungu ili awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika. Naye akapea malaika. Akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Hiyo ndio system hii unaona hapa. Ilitoka kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu hakutaka kanisa lipotee. Alipoiona hili jambo, Mungu akalipeana kwake Yesu Kristo. Yesu Kristo naye akasema malaika, alikuja hapa. Malaika akapewa naye akapeleka kwa Yohana Mbatizaji. Yohana wa Injili. Yohana naye akaandika akiwa kule Patmo, akaliachilia kwa kanisa. Kwa hivyo huu ufunuo, imagine, umetoka kwa Mungu. Huu nabii umetoka kwa Mungu mwenyewe. Unakuja kwa Yesu, sasa unakuja kwa malaika, unakuja kwa Yohana. Kwa hivyo ili sasa tuelewe huu unabii wa Yesu Kristo, ni kwa sababu Yohana alipopewa huu unabii hakutabiri hivyo peke yake. Yohana yeye mwenyewe alipoanza kutabiriwa ama kupewa huu ujumbe, aliambiwa kwanza ayaandike mambo haya yote. Katika Ufunuo 1:19, Ufunuo 1:19 inasema, basi uyaandike mambo haya uliyoyaona, nayo yaliyopo kwa sasa, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Kwa hivyo ni kusema Yohana yale mambo alionyeshwa, aliambiwa kwanza, unaona hayo unaona sasa hivi, ndio andika haya umeshayaona. Yaani kuna mengine alikuwa ameshayaona, akaambiwa andika hayo na uandike yale yako kwa saa hiyo na uandike yale yajayo. Kwa hivyo ni kusema tukimpaka hapo, Yohana ndiye nabii wa mwisho kwenye Agano Jipya. Hao wengine wote tunafaa kuwa walimu wa unabii. Hakuna mtu anafaa kutoa unabii mpya hapa duniani. Hakuna mtu anafaa kukwambia dunia itaisha mande. Hakuna mtu ataonyeshwa unabii mwingine ulionyeshwa huu Yohana ukiwa wa mwisho. Kwa hivyo kile tunafanya, ukiulizwa kama pastor wewe ni nabii, kuanzia leo useme ndio. Lakini yeye ni mwalimu wa unabii. Na kwa hivyo ni vyema sana kujua kwamba unabii, nimesikia siku hizi kuna watu wanasema wao ndio manabii wa mwisho. Kuna mtu hata nilisikia akisema mimi ndiye nabii wa mwisho, na amevaa nguo nyekundu kabisa. Anasema mimi ndiye nabii wa mwisho na hakuna mwingine atakuja hapa duniani, mimi. Na kwa hivyo mimi ndiye namaliza dunia, nitaikonga na manyota, nitaikonga. Nabii wa mwisho ni Yohana katika Agano Jipya. Nabii wa mwisho wa Agano la Kale tulisema ni nani? Yohana Mbatizaji. Nabii wa mwisho kwa Agano la Kale, alifunga unabii wa Agano la Kale, alitabiri mwisho wa kuzaliwa kwa Yesu, na yeye ndiye alitabiri wa mwisho. Hakuna mwingine alitabiri. Yesu akazaliwa, huwa akafunga unabii wa Agano la Kale. Na Yesu akasema, tukaingia unabii wa Agano Jipya. Yohana wa Ufunuo kupita kwa Yesu Kristo akatoa unabii wa mwisho. Hayo hata mtu ajaribu kujiita nani, hata mtu ajiite prophet, hata ajiite nani, hakuna mtu mwingine anaweza toa unabii. Unabii ulishatolewa. Hivyo kile tunafanya ni kufafanua na kufundisha huo unabii. Hakuna kitu kingine kinafaa katika Agano Jipya, ni kufundisha huo unabii ambao ulishatolewa. Na unabii ambao Yesu aliutoa ni wa kuliandaa kanisa kwa sababu ya kurudi kwake mara ya pili. Kwa hivyo wakati Yohana alionyeshwa, akaambiwa yale mambo ambayo umeshayaona, yale yalikuwa yameonekana ni kuanzia Ufunuo 1:1, yani chapter ya kwanza yote yalikuwa mambo yale alikuwa anaona. Hayo Yesu akimfundisha, akamwona Yesu akiwa na nguo mrefu, akiwa na uso uliong'aa kama theluji iliyosuguliwa vizuri. Kwa hivyo hayo mambo alikuwa anayaona, akaambiwa andika hiyo unaona.
Unaona, unaniona ya unanisikia kama sauti ya maji mengi, andika hapo. Kwa hivyo akaandika. Kwa hivyo chapter 1 tukisoma na tunasoma leo na mambo ya unyakuo wa kanisa pamoja na mpinga Kristo pamoja na hawa wanyama wote, ni fundisho la kanisa hili litaendelea. Kwa hivyo hata kama leo hatusomi, tutasoma siku nyingine. Na kwa hivyo chapter 1 ya Revelation inaongea mambo yale Yohana alikuwa anaona saa hiyo wakati Yesu alikuwa anamnenea. Ya pili akaambiwa mambo ambayo yamo na saa hiyo yalikuwa yananena kuanzia chapter ya 2 na ya 3 inanena kuhusu makanisa 7 ya Asia. Kanisa la Pergamo, kanisa la Efeso andika, kanisa la na gani nyingine? Watu wamezoea sana kusoma hiyo makanisa yote. Kwa hivyo na hapo ndipo kwa hivyo mpaka mahali tumefika tukasema unyakuo wa kanisa ni kusema mpaka chapter 3 ni uandalizi wa kanisa. Chapter 4 na 5 kanisa limenyakuliwa. Ndio maana ukianza chapter 4 inasema ya kwamba kisha nikaona mbingu limefunguka na watakatifu. Kwa hivyo kanisa chapter 4 limeshanyakuliwa. Kwa hivyo tukizingatia kitabu cha Ufunuo wa Yohana, nabii wetu wa mwisho, ni kusema mpaka mahali tumefika tuko chapter gani? Nimesema chapter 1 inasema nini? Chapter 2 inaongelea nini? Na chapter 3, chapter 4. Kwa hivyo tuko chapter ngapi? Kwenye Ufunuo wa Yohana. Hiyo kitabu chote ya Ufunuo wa Yohana. Tuko chapter gani? Sisi kama kanisa lote duniani, kanisa liko chapter gani? Chapter 4. Tumeshanyakuliwa. Tuko mbinguni sasa hivi. Kwa hivyo kwa hivyo tuko chapter 2 na 3. Uandalizi wa kanisa. Ndio maana alikuwa anaandikia kanisa la Efeso, kanisa la Pergamo, kanisa la